kuhamasishwa na kujiunga. Kwa hiyo leo kinachokuja kufanyika hapa kwenye ukumbi, sisi viongozi kwanza ambao tunasimamia sera hii, sisi wenyewe tuwe na uelewa juu ya nini maana ya mfuko wa bima ya afya kwa wote. Yawezekana wengine ni askari polisi hawaelewi, wengine wako kwenye magereza hawawezi kuelewa, yawezekana hata wengine ni waganga wakuu wa vituo, waganga wa faidi, lakini dhana hii hawajaielewa. Tunawataka nyie mkawe mabalozi wa kuieneza dhana hii kwa wananchi. Sasa wananchi hawawezi kuelewa kama sisi viongozi wenyewe hatujaelewa. Ndio maana tunawaita pia hata na viongozi wa dini ili waelewe, ili siku za Ijumaa na Jumapili, hata siku za Sabato, hotuba zao, mawaidha yao yajikite namna ya kuwaelimisha wananchi wao, waumini wao kuwa wanachama wa mfuko huu wa bima afya kwa wote, ili kupunguza changamoto ya ukosekanaji wa huduma kwa wananchi wetu ambao wengi hawana uwezo. Tunaambiwa afya ni kipaumbele cha kwanza kabla ya mambo mengine. Wale wenye afya njema pia wanatumia fedha zao vizuri katika kuimarisha uchumi wao, lakini endapo hutakuwa na afya salama na njema na hutakuwa na uhakika wa matibabu kwa wakati, hata uchumi wa familia hauwezi kukua, hata uchumi wa nchi hauwezi kukua. Tutatumia muda mwingi, na yule ambaye anatumia muda mwingi kwenda vituo vya afya, kwenda hospitali, mtu wa namna hii hawezi kujiimarisha kiuchumi. Kwa hiyo serikali kwa kutambua yote hayo imeona umuhimu wa bima ya afya kwa wote. Kwa nini kwa wote? Umundani leo watu 400 wote tukiwa tumekata bima zetu, tunategemea ndani ya mwezi mmoja mathalan watu 100 tu wakaumwa, wakatumia fedha ile ya serikali tuliyoikusanya watu 400. Kwa hiyo inaweza kuhudumia watu wengi zaidi, kwa sababu wote 400 hatuwezi kuumwa kwa mara moja. Kwa hiyo mahitaji muhimu kwa wale wachache watakaoumwa yatapatikana watakapokwenda kwenye vituo vya afya na hospitali zetu. Ndio muhimu wa kuwa na bima kwa watu wote, kwa sababu hatuwezi kuumwa kwa mara moja watu wote. Kwa hiyo wale wachache watakaoumwa watatumia zile fedha ambazo wengine tumeziweka katika ule mfuko, watapata matibabu bora na sahihi. Lakini na wale ambao wakiumwa mwezi mwingine watatumia fedha iliyowekezwa kwenye mfuko na watu wengine ambao mwezi wa wataunga. Kwa hiyo ndio maana tunataka kila mwananchi, kila kiongozi awe na uhakika wa matibabu